Hali hiyo imezua taharuki kwa wafanyabiashara wa soko la Buguruni, huku gari la polisi likiwa limeimarisha ulinzi katika ofisi hizo hadi mkutano huo ulipomalizika, ambapo wafuasi hao walifika katika ofisi hizo wakati viongozi wa chama hicho wakiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari. Na wakizungumza na ITV, baadhi ya wafuasi hao baada ya kutawanywa wameelezea azma ya wao kwenda katika ofisi hizo. Hawapo tayari kwa ajili ya kuhojiwa. Hawajui kwamba chama ni watu. Hawajui kwamba hii ni demokrasia ambayo yani mtu ana haki ya kutoa maoni yake na kusikilizwa. Kwa hiyo wao wakiona tu mtu kaenda, wanaita defender, wanaita polisi wanakuja wanawaharasi watu. Katika mkutano na waandishi wa habari, mwenyekiti wa kamati uongozi wa chama hicho Julius Mtatiro akijibu maswali mbalimbali ya waandishi wa habari likiwemo la wafuasi hao kufika katika ofisi hizo, amesema chama kina taratibu zake na kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Na kuhusu ujio wa askari hao katika ofisi hizo, amesema sio kitu cha ajabu. Si polisi wana kazi zao? Sisi tunaendelea na press hapa, sio? Watendaji wote wako kwenye ofisi zao wanaendelea na shughuli zao. Ndio maana hamjasikia tatizo lolote hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo mkiona polisi wanapita, labda wanapita kwenye patrol zao, na labda pana press, na lazima wawashue kwamba mazingira yako sawa sawa, na sio kitu cha ajabu. Na mimi sio mara ya kwanza kuona polisi hapa. Chama hicho kimeitisha mkutano huo ili kuelezea masuala mbalimbali ya kisiasa yanayoendelea hapa nchini na kuhusu msimamo wa chama chake huko visiwani Zanzibar, amesema. Kwa hiyo msimamo wa chama cha wananchi CUF ni kwamba tutaendelea kuwaunganisha Watanzania, kudai haki za Watanzania, kudai haki za Wazanzibari. Wazanzibari hatutakubali watolewe kwenye ajenda yao ya msingi ya kudai haki zao za msingi. Kutoka katika ofisi za CUF zilizopo Buguruni jijini Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.